Na kutoka CGTN kimataifa, hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia. Mjumbe wa China unga mkono ushirikiano wa kina kati ya Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika. Benki ya Dunia yaongeza makadirio ya ukuaji wa uchumi wa China hadi 4.8 mwaka huu. Na meli ya hospitali ya jeshi la maji la China yakamilisha huduma ya matibabu nchini Fiji na sasa inaelekea Tonga. Kwa hayo na mengine mengi, karibu kwenye Nuru ya Mashariki. Jina langu ni Jacob Mogoa. Usiondoke. Na mjumbe wa China katika Umoja wa Mataifa amesema kuwa China inaunga mkono juhudi za Umoja wa Mataifa kuimarisha ushirikiano wake na Umoja wa Afrika. Bwana Sun Lei ambaye ni naibu mwakilishi wa kudumu wa China katika Umoja wa Mataifa alitoa kauli hiyo wakati wa kikao cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kilichofanyika katika makao makuu ya umoja huo jijini New York, kikijadili ushirikiano kati ya umoja huo na Afrika. Simiwa Njala anatuarifu zaidi. Katika kikao hiki, mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa Umoja wa Afrika na mkuu wa ofisi ya UN kwa AU, Patait Onanga Anyanga, amesema kuwa UN na AU zimejenga ushirikiano wa kipekee unaojikita katika misingi ya kushirikiana, kuheshimiana na umiliki wa Waafrika katika masuala yao, ushirikiano ambao ni msingi wa mfumo wa pande nyingi wa kimataifa. Alihimiza utekelezaji wa azimio namba 2719 la Baraza la Usalama na kuimarisha ushirikiano kati ya UN na AU katika nyanja za ulinzi wa amani, maendeleo na utawala bora ili kukabiliana na changamoto za kiusalama barani Afrika kwa pamoja. Kwa upande wake, Sun alisema China imekuwa ikiunga mkono daima juhudi za UN kuimarisha ushirikiano na AU kwa lengo la kutatua migogoro ya kikanda na kulinda amani na udhabiti barani Afrika. Sun alitoa wito kwa UN kusaidia AU katika kujenga uwezo wake wa ndani, kusaidia bara la Afrika kufikia maendeleo endelevu kama njia ya kutokomeza mizizi ya migogoro, pamoja na kuboresha mfumo wa utawala wa kimataifa ili kurekebisha dhulma za kihistoria. Alisisitiza kuwa utawala wa kimataifa unapaswa kuendana na mahitaji ya wakati wa sasa na kushikilia misingi ya usawa wa mamlaka ya mataifa na mfumo wa pande nyingi. Afrika kwa sasa haiko katika hali ya utulivu. Migogoro nchini Sudan na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado inaendelea. Hali ya usalama dhidi ya ugaidi nchini Somalia na ukanda wa Sahel ni mbaya, na hali ya kisiasa na kiusalama katika mataifa mengi haijatengamaa. UN na Baraza la Usalama vinapaswa kuunga mkono juhudi za upatanishi zinazofanywa na AU na mashirika ya kikanda kwa njia inayoongozwa na Waafrika. Jumuiya ya kimataifa inapaswa kuheshimu mamlaka na uongozi wa nchi za Afrika na kuepuka kuingilia kati, kushinikiza au kutumia vikwazo vya upande mmoja vinavyoathiri mazingira ya nje ya utatuzi wa migogoro. Benki ya Dunia imepandisha makadirio yake ya ukuaji wa pato la taifa yaani GDP la China kwa mwaka huu hadi 4.8, ikiongeza kwa pointi 0.3 ikilinganishwa na utabiri wa awali wa 4.5 uliotolewa mwezi Juni. Taarifa hiyo imetolewa katika ripoti ya Oktoba mwaka huu kuhusu hali ya uchumi wa Asia, Mashariki na Pasifiki. Nilifuatilia taarifa hiyo na kukuandalia ripoti ifuatayo. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Benki ya Dunia inatarajia uchumi wa China kupungua kasi kidogo mwaka wa 2026, ukitarajiwa kukua kwa 4.2 kutoka 4.8 mwaka huu. Sababu kuu zinazoelezwa ni kupungua kwa mauzo ya bidhaa nje ya nchi, kupungua kwa msukumo wa matumizi ya serikali kutokana na deni la umma linaloongezeka, na pia mwelekeo wa kudumaa kwa kasi ya ukuaji wa kimuundo. Hata hivyo, wachambuzi wa Benki ya Dunia wanasema China huenda ikachukua hatua zaidi za kichocheo cha uchumi
ili kufikia malengo yake ya kila mwaka ya ukuaji wa GDP, hasa kupitia uwekezaji wa miundombinu na motisha kwa sekta binafsi. Ripoti hiyo imekadiria pia kuwa eneo lote la Asia Mashariki na Pacific litakuwa na wastani wa 4.4 mwaka huu na 4.5 mwaka ujao, licha ya changamoto za kimataifa kama vile vizuizi vya biashara, ukosefu wa uhakika wa sera za kiuchumi duniani na hali ya kisiasa isiyotabirika katika baadhi ya nchi. Vietnam inatarajiwa kuongoza eneo hilo kwa ukuaji wa 6.6 ikifuatiwa na Mongolia kwa 5.9 mwaka wa 2025. Benki ya Dunia pia imetoa onyo kuhusu kupungua kwa kasi ya uchumi wa dunia, ikieleza kuwa hali hiyo inachangiwa na imani ndogo ya walaji na wafanyabiashara pamoja na ongezeko la vikwazo vya biashara ambavyo vimechochewa kwa kiasi kikubwa na sera za kiuchumi na kibiashara za Marekani. Kwa ujumla, ripoti hiyo inaashiria kuwa China bado ina nafasi kubwa ya kuendeleza uthabiti wake wa uchumi, lakini italazimika kusawazisha ukuaji wa ndani na hatari za nje ili kudumisha kasi ya maendeleo katika miaka ijayo. Meli ya hospitali ya jeshi la maji la China Silk Road Ark ambayo iko katika Mission Harmony mwaka huu imekamilisha kwa mafanikio ziara ya kirafiki siku 7 nchini Fiji. Meli hiyo ilitoa huduma za matibabu mbalimbali na ilielekea Tonga kwa shughuli hiyo kama anavyotueleza mwenzangu Tom Wanjala. Wakati wa ziara yake nchini Fiji, maafisa wa jeshi la majini wa meli hiyo ya hospitali walipeana huduma za matibabu kwa watu 3,330. Maafisa hao ambao ni madaktari walifanya upasuaji 426 wa aina mbalimbali na kufanikisha uchunguzi wa vipimo 2,531 vya matibabu. Waziri wa ulinzi na masuala ya wastaafu wa Fiji, Payo Tikoduadua, alisema kwamba Silk Road Ark imeleta manufaa halisi kwa jamii wa Fiji, ikiwa ni ishara ya upendo, huduma na nia njema. Kabla ya meli hiyo kuondoka, ilifanya zoezi la pamoja la uokoaji baharini na jeshi la majini la Fiji. Baadhi ya shughuli zilikuwa kuwahamisha wagonjwa baharini na vilevile kupeana huduma ya matibabu ya dharura majini. We must thank the crew of the Ark Silk Road in carrying out what a tremendous service to be able to neutralize and stabilize the patient that we have. Baada ya zoezi hilo la uokoaji, Silk Road Ark iliondoka kuelekea Tonga. Fiji and China, we all know, have a very deeply rooted relationship, not only for historical times, and I think above all, when we have great difficulty here in Fiji, China is always there to help with an extending helping hand. Hii ni mara ya 3 kwa meli ya hospitali ya jeshi la majini la China kufanya Mission Harmony nchini Fiji, na pia ni mara ya kwanza kwa majeshi ya majini ya China na Fiji kufanya zoezi la pamoja la uokoaji baharini. Na China inaendelea kuimarisha uishaji wa vijijini kama sehemu muhimu ya ajenda yake ya kisasa, ikilenga kukuza viwanda vya kipekee vijijini ili kuongeza kipato cha wakulima na kuboresha maisha yao. Maeneo mbalimbali nchini humo yanatumia rasilimali zao za asili kuendeleza sekta bunifu kama kilimo cha kisasa, usindikaji wa mazao na utalii wa vijijini. Ronald Mutie ana maelezo zaidi. China inapoendelea kuelekea katika hali ya juu ya kisasa, uishaji wa vijijini unabaki kuwa kipaumbele cha kitaifa, ukiwa na msisitizo mkubwa katika kukuza viwanda vya vijijini vyenye ustawi wa upekee. Nchini kote, maeneo mbalimbali yanatumia nguvu na rasilimali zao za kipekee kuendeleza sekta maalum, kuongezea mapato ya wakulima na kujenga jamii ya vijijini yenye uhai na zinazoweza kuishi kwa starehe. Katika kijiji cha Nango, mji wa Yan'an, jimbo la Shanxi, kaskazini magharibi mwa China, mashamba ya maapulo yamejaa matunda, huku wakulima wakijiandaa kwa msimu wa mavuno. Eneo la upandaji wa maapulo katika mji wa Yan'an umefikia ekari milioni 3.3. Mji huo umeendeleza mbinu za kilimo rafiki kwa mazingira na kuongezea dhamani kupitia usindikaji wa kina. Kwa sasa sekta ya maapulo inaajiri zaidi ya watu milioni 1 na inazalisha dhamani ya zaidi ya yuan bilioni 60 ambazo ni sawa na dola za Kimarekani milioni 8.3. Our village is vigorously developing apple farming. The yields are high, the quality is good, and the apples sell fast. I have more than 10 mu, about 0.667 hectare of orchard. If things keep going like this,
life will get better and better. Hadi mwisho wa Juni mwaka huu, China ilikuwa na bidhaa za kilimo 1086 ambazo zimesajiliwa kama za kijani, za kikaboni, maalum au zenye alama ya kijiografia. Sekta hizi zimekuwa injini kuu za kuendeleza ustawi wa vijijini kwa upana. Katika kijiji cha Jiangxin, mji wa Huchang, jimbo la Heilongjiang kaskazini mashariki mwa China, zaidi ya ekari 13,000 za mpunga zimeingia msimu wa mavuno. Mashine za kilimo zenye akili bandia zinafanya kazi kwa ufanisi mkubwa. The paddy rice has grown even better this year, and I am expected to earn over 30,000 yuan, $4,213, more than last year. I've always wanted to buy a new car, and I can finally make it by the end of this year. I'm very happy about it. Utalii wa vijijini pia umeongezeka mwaka huu. Katika miezi 6 ya kwanza pekee, mapato ya utalii wa vijijini kitaifa yalipanda 35% ikilinganishwa na mwaka jana. Katika tarafa ya Pataikeli, mji wa Kashagar, jimbo la Xinjiang, watalii walifurika wakati wa likizo za kitaifa. Tarafa hiyo ilijenga kambi mpya na bustani za kitamaduni na kuvutia idadi kubwa ya wageni. Next, we'll focus on integrating agriculture, culture, and tourism to build a new model of rural revitalization driven by these sectors. Katika jimbo la Xinjiang, Tibet, kusini magharibi mwa China, sera za kusaidia ujasiriamali zinawezesha vijana kurudi vijijini kuanzisha biashara. Katika kijiji cha Shibuki, eneo la Gari, kijana mwenye umri wa miaka 23 aitwaye Droma ameamua kurudi nyumbani baada ya kuhitimu chuo kikuu. Kijiji kinatumia rasilimali zake za kilimo na ufugaji kuendeleza utalii wa kiikolojia na nyumba za kulala wageni. Now our village has got access to highways leading to the outside world, and also access to 5G networks, and has been covered by express delivery services. With such changes, I've come back to the hometown and use what I've learned to help develop our industries and tourism. Utalii nchini China umechangamka wakati wa likizo ya siku 8 ya siku ya taifa na sikukuu ya Mid-Autumn, ukichochewa na mamlaka za maeneo mbalimbali kuanzisha ofa mpya za kitamaduni na za utalii ili kukidhi ladha tofauti za watumiaji, ikijumuisha vivutio vya mandhari, vyakula vya kienyeji na burudani ya moja kwa moja. Hamis Darwish anatueleza zaidi. Takwimu kutoka majukwaa ya usafiri zilionyesha ongezeko la safari za miji mingi, ambapo idadi ya watumiaji walioweka nafasi za safari kwenda zaidi ya miji miwili iliongezeka kwa zaidi ya 20% ikilinganishwa na mwaka uliopita. Uhifadhi wa hoteli za ndani ya nchi ulipanda kwa zaidi ya 65% kutoka mwaka uliopita, huku uhifadhi wa malazi ya siku 2 au zaidi ukiongezeka kwa zaidi ya 52%. Safari za mara kwa mara za karibu na pia safari za umbali mrefu kuvuka mikoa mingi zilikuwa miongoni mwa chaguo maarufu zaidi. Utalii wa vijijini uliendelea kupata umaarufu, huku zaidi ya wilaya na kaunti 30 zikirekodi ongezeko la uhifadhi wa hoteli kwa zaidi ya 100% ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka jana. Safari za kifamilia zimekuwa mwenendo mpya na familia sasa zinasafiri mbali zaidi. Pili, tunaona ongezeko la marudio ya safari. Kwa kuunganisha urithi wa kitamaduni usiogusika au matamasha na utalii, serikali za mitaa zinaendelea kuboresha vivutio vyao vya likizo. Na kwenye sehemu yetu basi fahamu China leo, kama kawaida, mwenzangu Zakia Pong yuko kwenye misitu ya hifadhi ya taifa ya Shenongjia ambako wanaishi nyani wa dhahabu wenye pua fupi ambao ni wanyama halisi walioleta wazo la filamu ya kufikiria ya Mfalme Nyani kutoka kwenye hadithi ya kufikiria ya Safari ya Kuelekea Magharibi. Karibu tujiunge naye Zakia Pong. Karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Ndani ya misitu ya hifadhi ya taifa ya Shenongjia iliyozungukwa na ukungu, iliyoko mkoa wa Hubei katikati ya China, wanaishi nyani wa dhahabu wenye pua fupi, ambao ni wanyama halisi walioleta wazo la filamu ya kufikirika ya Mfalme Nyani kutoka kwenye hadithi ya kufikirika ya Safari ya Kuelekea Magharibi. Wakiwa na manyoya ya dhahabu, uso wa rangi ya bluu na pua zilizoinuka
na wanaoonyesha hisia kama za binadamu. Nyani hawa ni adimu na spishi iliyo hatarini ya kipekee nchini China, na wako katika ngazi ya kwanza ya kitaifa ya ulinzi. Zaidi ya nyani 1600 za familia 11 kwa sasa wanaishi katika misitu ya hifadhi ya taifa ya Shennongjia. Kuwafuatilia nyani hawa wa dhahabu kuna amsha mshangao wakati wakitazama binadamu kwa macho ya akili ambayo karibu yanafanana. Yang Jingyuan, mkuu wa taasisi ya utafiti wa kisayansi katika hifadhi ya taifa ya Shennongjia, amewatafiti hawa wanyama kwa miaka 30. Nyani hawa wanamjua hata mtoto wa mwezi mmoja bila hofu anatambaa kufuata mkono wake. Maingiliano ya nyani ni rahisi. Weka karanga kwenye kiganja cha mkono na kwa taratibu watabanua vidole vyao. Mguso wao hausahauliki, sio tu kwa sababu ya njia yao ya upole na akili, lakini kwa kufanana sana na sisi. Ustadi wa vidole vyao, sura zinazoonyesha hisia na ngozi ambayo inafanana sana na ya binadamu. Kama aina muhimu ya spishi ya hifadhi hiyo, nyani wa dhahabu wamelindwa kwa ufanisi tangu kituo cha nyani pori cha Shennongjia kifunguliwe mwaka 2005. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Imekuwa miaka 20 tangu taasisi ya kwanza ya Confucius inayofunza lugha na tamaduni za Kichina kuanzishwa katika chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya. Taasisi hiyo ilikuwa ndiyo ya kwanza kabisa barani Afrika. Kwa miongo miwili imekuwa ikitoa mafunzo ya lugha ya Kichina na kusaidia wanafunzi kunufaika na ajira, lakini pia na utaalamu ambao umewawezesha kujikuza kiuchumi na kimaisha. Leo tunasikia hadithi ya Daniel Nzioka ambaye amesomea taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Nairobi. Karibu. Asante sana. Kwanza kabisa nikifikiria kile chanzo changu cha kwanza kujifunza hiki lugha ya Kichina ilikuwa wakati ule nilikuwa nikijiunga na chuo hiki cha University of Nairobi. Kwa hivyo tulikuwa na chaguo sababu tumefanya hii kozi ambayo inaitwa Bachelor of Arts. Kwa hivyo inakupatia fursa ya kuchagua speciality 3. Hivyo basi kuna upande wa masomo maybe history, Kiswahili nini. Tena kwa lugha kuna hiki Kichina, kuna Kifaransa, kuna hiki Kijerumani, zote ziko mahali pale. Kwa hivyo wakati huu nikifikiria hizi masomo matatu ambayo nikaweza nikayafanya, basi nikawa nina hiyo fursa ya kuchagua hiki lugha cha Kichina. Nakumbuka wakati huo tulikuwa na mwenzangu hapo, tukawa tunashauriana tu. Maana nikikumbuka vizuri kutoka hiyo nikiwa first year tukichagua hiyo masomo, basi tulikuwa tunalinganisha. Hivyo basi mimi nikaamua kwenda na hii lugha ya economics, Chinese na sociology. Ndio, so nikapata fursa ya kujiunga tu na kusoma nacho. Katika uzoefu wangu hasa katika hiyo darasa cha kwanza, nakumbuka nikimsikiza mwalimu pale, nikifikiria tu nikijiuliza ya kwamba tena hapa tutawezana kweli? Maana mambo yalianza tu ile kusalimiana ile ni hao. Lakini kuanza kuangalia vile mambo yameanza, basi nikapata ya kuwa inaweza ikawa mambo magumu. Lakini ile kuendelea tu polepole ni ile nikaona ya kwamba inahitaji tu kujituma na kupenda hiyo lugha, kuipenda tu na moyo wako, ili ya kwamba unaweza ukaisoma, unaweza ukaiongea maybe na watu wengine.
Kwa hivyo nikapata hiyo fursa ya kusikizana vile na mwalimu, tunasongezana, kama kuna swali unauliza, unajituma yani. Ukiwa pale darasani mwalimu akipeana assignment unaenda unapiga, unajisukuma mwenyewe. Unajituma mwenyewe. Ile mkiwa darasani kama kuna swali limeulizwa, hata kama umekosea, lakini una ile uwezo wa kujituma, uwezo ukajua zaidi. Sasa hiyo ndio ikanipatia ile background, ile level ya kwanza kuipick. Yani ni kama vile ambavyo ndege inaweza kuwa ikianza kupanda, basi haiendi kuenda hivi, bado inaenda pole pole alafu inaenda ikipaa. Bas. Okay, nakumbuka ya kwamba mimi nilipokuwa nikifunza hivi lugha ya Kichina, tukawa kuna ile competition hii ya Chinese Bridge, mashindano. Kwa hivyo tukiwa kwa hiyo harakati ya ile mashindano, tukawa tumechaguliwa. Nakumbuka wakati mwingine niko hapa tu Confucius director, huyo mkubwa wa hiki chuo cha Confucius akaja akaniambia, na naona ni kwamba unaweza ukawa na uwezo wa kushindana katika hayo mashindano katika province, maana mashindano haya yanafanyika katika kila maeneo ya dunia. Hivyo basi nikajitoa pale mahali, nikajipiga tu commission zangu, ile commitment, nikawa napiga mazoezi na kuja huku napiga yale mambo ya kitamaduni. Kuna ile uwezo wa kucheza mchezo fulani unaitwa kubadilisha mask, inaitwa face changing. Kwa hivyo nakumbuka kuwa wakati huo ndo tulikuwa tunajaribu kutafuta kama nani anaweza kaicheza ile mchezo katika huo mwaka wa ile mashindano. Kwa hivyo ilikuwa jambo ligumu, maana nilipokuwa nikipatiwa uwezo wa kuifanya, basi ilikuwa imebaki wiki kama 2 tuanze yale mashindano. Kwa hivyo ikabidi ya kuwa mimi nimejituma, hata ukipata zile weekendi, Sunday hivi nikitoka katika maibada na kimbia mahali hapa nijifunze ningangane nao, maana mimi nitaanza na haijawahi fanyika. Kwa hivyo ile upande wa kuweza kuwa it will be successful, it was very an important thing pale. Na mwisho kabisa katika sehemu hii yetu ya Jifunze Kichina, tunakuletea basi masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua na kwa njia ambayo ni rahisi na ya kuvutia zaidi. Karibu basi kwa pamoja tujifunze lugha ya Kichina. Hamjambo, karibuni katika darasa la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaoongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. Kwanza, tuanze kwa kuchangamsha akili zetu. 第6课，包子多少钱一个？ Panda anakula mwanzi. Panda anaandika kwa kutumia brashi. Watoto, tafadhali someni. Kama ukisoma kwa usahihi, Panda atapata mwanzi wake au pendao. 买 块 钱 贵 茶 杯 个 多少
你买什么？包子多少钱一个？2块钱一个，5块钱3个。我要3个，谢谢。你买什么？包子多少钱一个？2块钱一个，5块钱3个。我要3个，谢谢。他想买什么？他想买包子。3个包子多少钱？5块钱。你买什么？包子多少钱一个？2块钱一个，5块钱3个。我要3个，谢谢。有绿茶吗？有。多少钱一杯？50块。50块，太贵了。有绿茶吗？有。多少钱一杯？50块。50块，太贵了。他要喝什么茶？他要喝绿茶。茶50块一杯，贵不贵？太贵了。有绿茶吗？有。多少钱一杯？50块。50块，太贵了。买花。你好，你买什么？玫瑰花多少钱一支？10块。太贵了，昨天5块吧？对，昨天2月13号，今天2月14号。他买什么？买花。玫瑰花多少钱一支？10块。昨天多少钱一支？5块钱。为什么今天贵呢？今天2月14号。 Kazi ya nyumbani kwa leo ni kusoma maandishi. Kesho tutaendelea na mchezo huu. 再见. Haya, kufikia hapo ndipo ninapokamilisha makala haya ya Nuru ya Mashariki. Usikose kujiunga nasi tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya Nuru ya Mashariki. Mimi ni Jacob Magoa na nasema shukran kwa kuwa nami. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.